Katika kuyafikia malengo ya Tafiko, wizara kwa kushirikiana na ninyi hapa, mnakumbuka tuliandaa andiko la mpango wa biashara kwa ajili ya Tafiko lenye miradi 9 ambayo mkurugenzi mkuu hapa aliiongea, lakini mmoja wa miradi hiyo ni huu wa kupunguza upotevu wa mazao ya samaki, mazao ya uvuvi baada ya kuvuliwa, ambayo ni umeitwa ni post harvest loss, ambao ni changamoto kubwa kwa sasa. Kwa hiyo mradi huu angalau umeanza kuonyesha matunda kwa kushirikiana na wadau wetu wa maendeleo. Miradi mingine ni ile ya uvuvi wa bahari kuu kwa kutumia meli ya mishipi na ujenzi wa maghala kwa kuhifadhia mazao ya uvuvi. Hizi zinaendelea, na hili la meli nadhani unalifuatilia kwa ukaribu. Ni jana tu pia tulikuwa na kikao kingine na wenzetu wa ofisi ya waziri mkuu na wenzetu wa uchumi wa blue wa Zanzibar, tukiendelea kulisukuma swala hili la upatikanaji wa meli. Kwa hiyo hii miradi ukiangalia imeungana, iko kwenye mnyororo fulani hivi wa uvuvi. Kwa hiyo tuna uhakika kwa sasa hivi, mkianza na mradi huu wa kutengeneza barafu, ambao tayari mmeshaanza na ule wa kutengeneza barafu ya chenga, na tumeona umeendelea kusaidia watu wengi, lakini na huu kwa sababu wavuvi wengi walikuwa wanahitaji barafu ya tofali, kwa hiyo tutakuwa tumesonga sana. Lakini mnaona tuna magari mawili ambayo tayari yako hapa kwa ajili ya masuala ya kufanya biashara ya samaki. Tukio hili la kugawa mtambo wa kuzalisha barafu kwa kweli lilikuwa ni matamanio ya mwanzilishi wa Albacora Group ile ya Hispania, ambaye Mwenyezi Mungu alimchukua miaka 2 iliyopita. Alitamani sana kusaidia wavuvi wadogo wadogo kupunguza upotevu wa mazao ya samaki baada ya kuvuliwa. Kwa hiyo alitamani sana kusaidia katika hilo. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo, na tuweze kuombea kwa Mwenyezi Mungu na alikompokee mahali pema. Majukumu ya Tafiko ni pamoja na kuendeleza sekta ya uvuvi nchini kwa kununua na kutafuta masoko na kuuza aina zote za samaki na mazao mengine ya uvuvi ndani na nje ya nchi. Kushiriki katika kusaidia na kuhamasisha uanzishwaji na uendelezwaji wa maendeleo ya uvuvi wa kitaifa na kimataifa unaolenga kuendeleza sekta ya uvuvi na mazao yake. Kushiriki kuhamasisha na kusaidia uanzishwaji wa viwanda vya uchakataji wa samaki na kuongeza thamani ya mazao ya uvuvi, na kushiriki au kuanzisha ubunifu kibiashara unaohusiana na sekta ya uvuvi. Ndugu mgeni rasmi, napenda kukaribisha katika hafla hii muhimu ya kupokea mtambo wa barafu za tofali wenye uwezo wa kuzalisha tani 5 kwa siku. Tunatoa shukrani za dhati kwako kwa kukubali kuwa mgeni rasmi wa tukio hili muhimu kwa maendeleo ya shirika letu na taifa kwa ujumla. My name is Andrew Thompson and I'm the country manager for Kumi Tuna, one of the 2 companies that Albacora currently operates in Tanzania. The first one is Pemba Tuna, which manages and monitors our fleets in the Indian Ocean. And the second one, which I am the head of, which is Kumi Tuna, is a processing plant for tuna, which we are currently building in Tanga. Now, Albacora has been operating or working with the Tanzanian government, or working for over a decade and a half. Yeah, it could be more. We have always insisted on not just burying our nose in what we have to do, but to assist in any way we can by working with DSFA and the Ministry of Fisheries. This handover of this machine is just one of the many ways in which we have given and we have supported, and we will continue to support the community around fishing in Tanzania. Haya ni maelekezo kwamba mhakikishe sasa kwamba mtambo huu unasimamiwa ipasavyo na kuleta matokeo chanya kwa shirika, kwa jamii inayowazunguka na taifa kwa ujumla. Nimemsikia mtendaji wa kata, yeye alizungumzia eneo lake
hapa kwamba mradi huu utawasaidia wakazi wa kata gani bwana? Kata ya Kigamboni. Kwa sio hao tu, nimekueleza wale wa soko la pale Feri, lakini hapa nina taarifa kuna mtu ambaye anakuja kuchukua barafu hizi chenga anapeleka Lindi, anapeleka Kilwa. Sasa tukapopata hizi za block tayari ni kwamba hili soko tumeweza kuliketa vizuri na litaleta matokeo chanya kwa wavuvi wenzetu.